Cha usiku, hebu angalia huo mtindo mpya niliokutumia kwenye simu yako. Sawa. Habari zenu jamani. Salama Malaika. Salama. Kwa kweli leo umependeza sana Malaika. Asante sana cha usiku, lakini hata wewe pia umependeza sana leo. Asante. Wewe ni mfanyakazi mpya? Maana hii ni mara yangu ya kwanza kukuona hapa ofisini. Ndiyo, mimi ni mfanyakazi mpya. Niliajiriwa jana kama mbunifu mpya wa mitindo. Oh, karibu sana. Asante. Jamani, muwe na siku njema. Ngoja mimi niende ofisini kwangu. Sawa Malaika, na wewe pia uwe na siku njema. We Alex. Oh, samahani. Akili yangu ilikuwa mbali kidogo. Hivi yule mrembo ni nani? Yule ni binti wa mmiliki wa kampuni yetu. Wow, kwa kweli ni mrembo sana na anavutia kumtizama. We Alex, kumbuka una siku moja tangu uajiriwe. Hivyo unatakiwa kuwa makini sana na la sivyo kazi itakushinda. Jamani, kwani ni kosa kumpenda mtu na kumsifia? Sawa, naomba turudi kwenye kitu nilichokuwa na kuonyesha. Unaonaje huo mtindo mpya wa mavazi niliobuni? Wow, huu mtindo ni mzuri sana. Kwa hiyo una uhakika Malaika ataupenda? Bila shaka. Basi sawa. Ingia. Habari za asubuhi madam. Tafadhali usiniite madam. Jina langu ni Malaika. Kwa hiyo unaweza kuniita Malaika badala ya madam. Sawa? Sawa Malaika. Nikusaidie nini? Nilikuwa nimekuja kukuonesha mtindo mpya wa mavazi niliobuni. Huo mtindo mpya ulioubuni uko wapi? Nimekutumia picha kwenye simu yako. Ngoja ni uangalie. Sawa. Alex, huu mtindo unavutia sana. Kwa kweli ni mtindo mzuri na wa kipekee. Bila shaka tutautumia kwenye maonesho yetu yajayo ya mitindo. Asante sana madam. Samahani. Asante sana Malaika. Karibu. Pia kuna jambo lingine nilikuwa nataka kuongea na wewe. Ni jambo gani hilo? Nadhani unajua kwamba mimi ni mgeni hapa ofisini. Na ukweli ni kwamba sina rafiki hata mmoja hapa ofisini. Hivyo nilikuwa naomba ujumuike na mimi kwenye chakula cha mchana kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya mtindo mpya wa mavazi niliobuni. Kwa kweli leo nina kazi nyingi sana. Hivyo sitapata kabisa muda wa kwenda kula na wewe chakula cha mchana. Lakini tunaweza kufanya hivyo kesho, maana kesho nitakuwa huru. Asante sana Malaika. Basi naomba tufanye hivyo kesho. Sawa, usijali. Basi ngoja mimi nikuache uendelee na kazi zako. Sawa, uwe na siku njema. Asante, na wewe pia uwe na siku njema. Mambo Maya. Poa Malaika, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, na kwa sasa naweza kusema nina furaha sana kuliko wakati wote kwenye maisha yangu. Kwa nini unasema hivyo Malaika? Nasema hivyo kwa sababu nahisi nimeanza kumpenda yule mbunifu mpya wa mitindo kwenye kampuni yetu. Kwa kweli ni mtu mzuri sana na pia ana ubunifu wa kipekee. Malaika, unahitaji kuwa makini sana. Yaani hata mwezi haujaisha tangu ulipoachana na mpenzi wako aliyepita. Alafu leo unazungumzia kuingia kwenye mahusiano na mwanamume mwingine. Mimi wala sijazungumza kuingia kwenye mahusiano na mwanaume yeyote. Ila nimesema tu kwamba yule mwanaume ni mtu mzuri, ni mbunifu na ninampenda. Hata hivyo, nitakupigia baadaye tuongee vizuri, maana naona sasa hivi huwezi kunielewa. Sawa, basi tutaongea baadaye rafiki yangu. Sawa, kwa heri.
Kwa kweli wewe ni mcheshi sana na una ubunifu wa hali ya juu sana. Najua hiyo ndio sababu inayokufanya unipende. Na mimi nakupenda kwa sababu wewe ni mwanamke mnyenyekevu na mwenye heshima sana. Lakini ninaogopa. Unaogopa nini? Sikia Malaika, unajua mimi sitaki kukuona ukiwa na huzuni. Na pia sitaki kukusikia ukisema mambo kama hayo. Naomba uniamini Malaika. Mwenzio nakupenda. Hata mimi pia nakupenda Alex. Nafurahi kusikia hivyo. Tafadhali naomba niende chooni mara moja, narudi sasa hivi. Sawa. Halo. Halo, mambo vipi kaka? Poa, mambo yanaendaje na huyo mrembo wako mpya? Kwa kweli mambo yanaenda vizuri sana, na hii ndio sababu iliyonifanya nikupigie simu. Yaani kwa sasa, nimemfikisha huyu mrembo mahali nilipotaka awe, na hatua inayofuata ni kutoa ombi kubwa zaidi, ili kuifunga akili yake na kufanya hatua ya mwisho kabisa kukamilisha hili dili. Na baada ya hapo, kazi itakuwa imekamilika. Kuwa makini kaka, usije ukakamatwa. Sawa, nitakupigia baadaye. Halafu pia naomba umsalimie shangazi yangu. Ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na binamu yangu. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi hadithi zinazohamasisha matumaini yanayostawi. Kupitia kila tukio tunajifunza. Kuna nini kinaendelea hapa? Malaika, samahani sana kwa hiki kitu ninachotaka kufanya hapa ofisini. Lakini siwezi tena kuficha upendo nilionao kwako. Kwa kweli siwezi kusubiri dakika nyingine bila kukuomba uwe mke wangu wa maisha. Malaika, nataka uwe mwanamke nitakayekuwa naamka naye kila asubuhi. Mwanamke ambaye watoto wangu watamuita mama. Malaika, je, utanikubalia nikuoe? Ndiyo. Nakupenda sana Alex, lakini naomba tuchague siku moja ili tusherekee huu uchumba wetu pamoja na wafanyakazi wengine hapa ofisini. Usijali mpenzi, tayari nimeshapanga kuhusu hilo. Wow, kwa kweli nina furaha sana. Hongereni sana kwa hatua mliofikia kwenye mahusiano yenu. Asante. Hongera sana Malaika. Asante sana rafiki yangu. Jamani, nawashukuru sana kwa kujumuika na sisi hapa. Lakini kwa kuwa kesho ni mwisho wa wiki, tutakuwa na sherehe ya uchumba wetu kwenye mgahawa uliopo jirani na ofisi yetu. Nyote mnakaribishwa. Asante sana mpenzi. Hivi unajua mpenzi, bado siamini kama wewe ni mchumba wangu. Hata mimi pia bado siamini kama wewe ni mchumba wangu. Nakupenda sana Alex, na natamani sana kuanza safari ya maisha na wewe kama mke na mume. Usijali kuhusu hilo baby, maana hivi karibuni tutakuwa mke na mume. Habari yako Alex? Salama ndugu yangu, karibu. Asante. Mpenzi, huyu ni rafiki yangu wa karibu sana. Anaitwa Steve. Steve, huyu ni mke wangu mtarajiwa. Anaitwa Malaika. Nafurahi sana kukufahamu Steve. Mimi pia nimefurahi sana kukufahamu Malaika. Alex amenieleza mambo mengi sana kuhusu wewe. Kweli, natumaini ni mambo mazuri. Bila shaka ni mambo ya kuvutia sana. Asante sana Steve, nimefurahi kusikia hivyo. Tafadhali mpenzi, naomba unipe dakika 5 nizungumze na Steve. Sawa. Steve, twende tukazungumze pembeni kidogo. Mambo Malaika? Poa cha usiku. Umeionaje sherehe yetu ya uchumba? Kwa kweli sherehe imekuwa nzuri sana kuliko nilivyotegemea. Unafanya nini hapa Steve? Kwa kweli nilikuwa nimechoka kukaa peke yangu kule nje. Na uliponitumia ujumbe kwamba rafiki yake amekuja, nikaamua kuingia ndani ili nijaribu bahati yangu. Maana na mimi natamani kupata mrembo mwenye pesa kama huyu wa kwako. Acha tamaa ndugu yangu.
Tukikamilisha huu mpango, utapata mwanamke yoyote unayemtaka. Sawa, lakini wewe jamaa una bahati sana. Maana huyo demu wako ni mrembo lakini mjinga. Najua kuwa yeye ni mjinga, na ndio maana nafanya haya mambo yote ili aniamini na kunifanya niwe mkurugenzi wa hii kampuni. Na nikipata hiyo nafasi, nitahakikisha na mrubuni anipe umiliki wa kampuni kisha nimuache. Unajua Steve, mimi sina sifa za kuwa mbunifu wa mitindo kwenye hii kampuni, lakini nimefanya kila liwezekanalo kupata hii nafasi. Hivyo nitatumia kila mbinu kuhakikisha napata umiliki wa hii kampuni kupitia huyo mjinga. Lakini mimi naona ni bora ungemuoa, maana huyo mwanamke ni mrembo sana. Siwezi kumuoa kamwe. Steve, wewe unajua mimi nina mke na watoto na ninampenda sana mke wangu. Hebu tuondoke kabla hajaanza kushuku chochote. Jamani, naombeni utulivu. Malaika, najua kwamba leo ni siku ya kwa furaha, lakini kwa sasa nataka niunganishe simu yangu kwenye Bluetooth kwa sababu nataka watu wote wasikie hii sauti. Tafadhali baby, usimwamini huyo rafiki yako. Najua kuwa yeye ni mjinga, na ndio maana nafanya haya mambo yote ili aniamini na kunifanya niwe mkurugenzi wa hii kampuni. Na nikipata hiyo nafasi, nitahakikisha na mrubuni anipe umiliki wa kampuni kisha nimuache. Unajua Steve, mimi sina sifa za kuwa mbunifu wa mitindo kwenye hii kampuni, lakini nimefanya kila liwezekanalo kupata hii nafasi. Hivyo nitatumia kila mbinu kuhakikisha napata umiliki wa hii kampuni kupitia huyo mjinga. Tafadhali baby, usimwamini huyo rafiki yako. Funga mdomo wako na usijaribu tena kuniita hivyo. Alex, nilikupenda sana, lakini jambo zuri ni kwamba tayari nimejua wewe ni nani. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia sasa na kufuta kazi kwa sababu umekiri mwenyewe kuwa huna vigezo vya kufanya kazi kwenye kampuni yetu. Na kuanzia sasa wewe sio mpenzi wangu tena.